Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali moja la nyongeza. Migogoro mingi ya mirathi nchini Tanzania inasababishwa sana na ndugu wa mume kudai mirathi huku wakidai kuwa mwanamke ni mrithi tu na sio mmiliki halali wa mali, jambo linalowapata wajane wengi sana hapa nchini. Sasa je, serikali ina mpango gani wa dharura wa kuleta mswada bungeni ili kuleta sheria itakayomtambua mwanamke kama mmiliki halali, hasa ukizingatia kwamba kwa sasa wanawake wanashiriki sana katika shughuli za uzalishaji badala ya kumwacha mwanamke kusubiri kama warithi wengine pindi mmewe anapofariki? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwanza kumpongeza Mheshimiwa Dickson Nathan Lutevele kwa swali lake hili zuri kabisa ambalo linalenga kuleta usawa wa kijinsia kwa maana ya wanawake na wanaume. Lakini pia ningeomba Umoja wa Wabunge Wanawake TWPG uweze kumtambua Mheshimiwa Dickson Lutevele kama champion wa usawa wa kijinsia. Sasa kwenye swali lake la kwanza la nyongeza, naomba nimjibu kama ifuatavyo. Kama nilivyojibu kwenye majibu ya msingi kwamba nchi yetu inaongozwa na misingi ya sheria, na masuala ya mirathi pamoja na kwamba yanafata sheria nyingine, lakini yanafata misingi ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 12, ibara ya 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazungumzia masuala ya usawa wa kijinsia, na inakataza kabisa, ni tamko la Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inakataza ubaguzi kwa minajili ya kijinsia, kwa maana wanawake, watu wote ni sawa. Sasa kwa kuwa sheria mama ya nchi ni Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tafsiri yake ni kwamba hamna sheria nyingine yoyote ambayo inayoweza kuwa na mazingira baguzi ya kijinsia. Kwa hiyo naomba nimtaarifu Mheshimiwa mbunge kwamba hata mahakama pale inapotafsiri sheria mbalimbali katika mashauri mbalimbali, na nitolee mfano kwenye kesi ya Ephraim dhidi ya Pastori, mahakama ilieleza kwenye masuala ya mirathi kwamba mwanamke hatobaguliwa na ana haki sawa ya kurithi kama mwanaume. Kwa hiyo kwa kuangalia jinsi gani sheria zetu za nchi kama katiba zinavyosema, tukiangalia mahakama inavyotafsiri sheria, ni dhahiri kwamba mwanamke ana haki sawa ya kurithi mali katika nchi hii ya Tanzania. Na naomba nitoe rai kwa Watanzania wote wanaonisikiliza kwa wakati huu. Naomba tutoe elimu kwa wanawake waweze kuzifahamu haki zao za kimsingi, ikiwemo haki za katika mirathi, haki za kurithi, ili wafahamu kwamba nchi yao hii ya Tanzania inawahakikishia na wenyewe wana haki sawa ya kurithi mali kama vile wanavyorithi wanaume. Na kwa wakati huu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tunatarajia siku ya tarehe 20 Juni ataenda kuzindua mradi wa Mama Samia Legal Aid Campaign awamu ya 2, ambapo tunatoa huduma ya msaada wa kisheria kwa Watanzania. Naomba mjitokeze wale wote ambao mna changamoto za kisheria, wanawake ambao mna changamoto ikiwemo changamoto katika masuala ya mirathi, ili tuweze kuwahudumia. Watakuwepo wanasheria wa kutosha, na nchi yenu na serikali hii ya awamu ya 6 inasimamia katika kuhakikisha wanawake mnapata haki zenu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Janet Mahawanga, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi. Je, serikali ina mkakati gani kuhakikisha wanawake wanapata uelewa wa kutosha, hususan kundi la wajane na mabinti, kutokana na kukosa haki zao za msingi za urithi kwa sababu ya mila na desturi ambazo zinatoa unyanyasaji? Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Janet Mahawanga kwa swali lake hili zuri kabisa.
Ni kweli serikali inafanya kazi kubwa sana ya kuelimisha umma, na naomba tuungane pamoja, ikiwemo nanyi waheshimiwa wabunge, kuwaelimisha Watanzania kuhusiana na haki mbalimbali, ikiwemo haki za wanawake, ikiwemo kwenye masuala ya mirathi. Lakini pia ukiacha na jitihada hizo, sheria ya JALA, sheria ya mahakama na matumizi ya sheria, Judicature and Application of Laws Act, inatambua kwamba kuna sheria za kimila. Sheria za kimila zinatambulika na Watanzania wanaweza kuzitumia, lakini sheria hizi zinatumika zile ambazo tu hazikinzani na sheria nyingine zilizotungwa na Bunge, hazikinzani na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hazikinzani na haki za binadamu. Kwa hiyo naomba nitumie fursa hii kuendelea kumhakikishia Mheshimiwa mbunge Janet Mahawanga kwamba serikali itaendelea kuelimisha Watanzania, ikiwemo wanawake na mabinti, wafahamu haki zao za kimsingi, ili wafahamu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasimamia katika usawa ambao umewekwa katika misingi ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 12, ibara ya 13. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Stella Ikupa, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa kuwa kumekuwa na changamoto kubwa ya watu kuondoka duniani ama kufariki bila kuacha wosia, na hii inapelekea changamoto kwa wanaobaki, nini mkakati wa serikali kutoa elimu kwa Watanzania kuhusu masuala ya wosia? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa swali lake hili zuri sana, na naomba nitumie fursa hii kuwaomba Watanzania, lakini kuwaomba waheshimiwa wabunge muungane na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhamasisha Watanzania waweze kufahamu kwamba kuandika wosia ni jambo la muhimu sana. Mara nyingi watu hawapendi kuzungumzia masuala ya wosia, na kumekuwa na mila na desturi ambazo zinawafanya Watanzania waone kama wosia sio kitu cha kujadiliwa au kitu cha kufanya au kinaleta mikosi. Lakini ni utaratibu mzuri sana ambao unaweza ukafatwa, ambao unaweza ukasababisha kupunguza migogoro inayojitokeza pindi pale mtu anapokuwa ametangulia mbele ya haki bila kuwa ameacha wosia. Sasa kupitia RITA, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inafanya kazi hiyo ya kuhamasisha na kutoa elimu kwa Watanzania, lakini naomba waheshimiwa wabunge tuungane kwa pamoja, ikiwemo ninyi wenyewe kuwa mfano katika kuandika wosia, lakini kuhamasisha na Watanzania waweze kuandika wosia, kwa maana ni utaratibu mzuri ambao unaweza ukasaidia kupunguza migogoro inayohusiana na masuala ya mirathi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Zainab Katimba, Naibu Waziri wa Katiba na Sheria, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge.